Sky TV. Ikutangazia kutoka jijini Dodoma, karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Afariki hapo hapo baada ya kugongwa na treni. Na kwa kimataifa, ripoti ya baini ya Afrika yakabiliwa na kushuka kwa uchumi. Na katika michezo, Yanga kuivaa Tanzania Prisons kesho ligi kuu. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Mimi ni Zinazire Mswima. Mtu mmoja maarufu mtaani kwa jina la Roja, dereva bodaboda mkazi wa Njedengwa jijini Dodoma, amefariki papo kwa papo baada ya kugongwa na treni eneo la Njedengwa. Tukio hili limetokea mapema, huku wananchi wa eneo hilo wakiwa na mshangao mkubwa kutokana na ajali hiyo ghafla. Mashuhuda wamesema kuwa dereva huyo alikuwa akipita karibu na reli wakati treni ilipomgonga kwa nguvu. Na moja kwa moja tuangazia habari nyingine kutoka mkoani Songwe. Watu 5 wameripotiwa kufariki dunia na watu 3 kujeruhiwa baada ya kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali katika mji wa Tunduma wilayani Momba mkoani Songwe. Matukio haya ya kushambuliwa kwa watu hao yanadaiwa kusababishwa na tuhuma kwamba wahusika walikuwa wakiwashika wanaume begani kisha kuwapeleka wanaume hao walioshikwa kupoteza nyeti zao. Mwandishi wetu kutoka mkoani Songwe anaripoti zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, Dr. Steven Kawongo, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Tunduma, ambaye amethibitisha kutokea kwa tukio hilo la vifo na majeruhi, amesema wengi wao waliopelekwa katika kituo hicho cha afya walikuwa katika hali mbaya. Asante. Toka siku ya juzi, jana na leo tumepokea majeruhi 8 na mwili mmoja. Wote wanasadikika kwamba wamepigwa na raia huko mtaani. Lakini katika hao majeruhi 8, watu 5, majeruhi 5 wamefariki wakiwa wanapatiwa huduma. Katika majeruhi 8, majeruhi 2 kwa sehemu kubwa wengi wamepigwa kichwani. Lakini majeruhi 2 walikuwa wamechomwa moto. Hawa moto wote walifariki muda mfupi baada ya kufika eneo la kutolea huduma. Lakini hawa pia 3 wao walikuja wakiwa wameumia sana kichwani, kwa pia kukaa muda mrefu. Jana na leo tumepokea waathirika wa hilo tatizo. Tumepokea waathirika 9, jana 2 na leo 7. Lakini baada ya kufanyiwa uchunguzi, wote 9 walionekana wako kawaida, yani maumbile yao kwa kawaida. Aidha, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Agustino Senga, ametoa wito kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi, huku akithibitisha watu 7 kushikiliwa na jeshi hilo kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi. Ndio hayo yanadaiwa kusababishwa na baadhi ya wananchi kujichukulia sheria mikononi kutokana na imani za kishirikina. Jeshi la polisi hadi sasa linawashikilia jumla ya watu 7 kutokana na kujichukulia sheria mikononi. Kwa mujibu wa taarifa tulizozipokea, matukio hayo yametokea katika maeneo ya mtaa wa Sogea, mtaa wa Sikanyika pamoja na mtaa wa Tunduma Kati, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe kama nilivyosema hapo awali. Katika matukio yao, watu waliojeruhiwa walishambuliwa na wananchi kwa tuhuma kwamba walikuwa wakiwagusa baadhi ya watu wa kiume, baadhi ya wananchi wa kiume, na kusababisha sehemu zao za siri uume kupungua
maumbile na kuwa kama mtoto mdogo au kupotea kabisa. Watu hao waliofanyia vitendo hivyo majina yao tumehifadhi kwa sababu ya kulinda utu, na wanne waliripoti katika vituo vyetu, na watu hao katika uchunguzi wa awali wanaonekana kwamba hawana tatizo lolote, lakini hata hivyo watachunguzwa zaidi na wataalamu tuweze kujiridhisha katika hilo. Polisi wanaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio hayo, huku wakiendelea kuwatafuta watu wote waliohusika na vitendo hivyo vya kushambulia na kujeruhi. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Wananchi wanaotokea kukumbwa na kadhia hiyo au matatizo hayo, tunawashauri na tunawataka kufika katika vituo vya polisi vilivyo karibu kwa ajili ya kutoa taarifa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Nao baadhi ya majeruhi pamoja na wananchi wa mji wa Tunduma walikuwa na haya ya kuzungumza kuhusiana na matukio hayo. Serikali mimi naiomba itupambanie kwenye hili, maana tayari tutaanza kuuana. Naomba serikali iangalie sana kuhusu hili jambo, maana sisi wengine ni watu ambao tumekulia hapa, yani maisha yetu yote ni hapa. Kwa hiyo kikubwa zaidi serikali iliangalie hilo. Fanya kitu fulani, yani hata kuongea walianza tu kunidunda, na watu waliwakatalia kabisa kwamba nyie, huyu mtu sio mwizi wala hutakuja kumkuta, kazi yake ni gereji. Wenyewe wako tu bize kunipiga na mawe. Sasa maniga akaja akaona vile ananifahamu na kazi yangu ananifahamu, na wengine jamaa ndo kuja kuniponya pale. Yule jamaa wangu mwingine wakambeba, wakawa nashuka naye karibu na kwenye barabara cha Toronto kile cha nyuma kile mbele gereji, ndio penyewe wameenda kumuuia. Watu wakuta mtu ameshakufa, nimchukulia uume. Aya, naweza nikakuchukulia uume alafu urudi hapo hapo. Ni mbaya na imekuwa ni shida sana, kwa hasa kwa sisi watoto wa kiume. Unakuta mtu anakuja anakushika bega, akisha kushika bega unajikuta sehemu zako za siri zimeondoka. Kwa hiyo kwa wenzetu au wa nje huko ambao hali imetokea huko, wao tukakuta jinsi wanavyofanya ili labda kudhibiti hili swala. Tumekuta wanasema unachukua pini unafunga pamoja na rubber band, ndio jinsi wanavyofanya. Hata mimi nimeona kama tayari ni fursa, japo sio jambo jema, lakini imekuwa ni fursa kwa vijana ambao watafutaji. Ninanunua pini, ninauza pini 1,300, 2,500 pamoja na rubber band, na watu wanachukua kiuhalisia. Kwa hiyo tujitahidi tu kujikinga, tuepuke mikusanyiko. Yani ile ukiona mtu anakushikashika, yani epuka ile mtu kukushikashika. Mtu akikushikashika ni hatari, yani mtu akikushika tu ni tatizo. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Maisha ya mjane Elizabeth Jimmy, mkazi wa kata Itezi jijini Mbeya, yamegeuka simulizi ya huzuni baada ya kuugua ugonjwa wa moyo uliosababisha kupoteza uwezo wa kuona na kupata ulemavu wa miguu, hali iliyomfanya kushindwa kujitegemea na hatimaye kutelekezwa na ndugu zake. Upendo Kibetile na taarifa zaidi. Kufuatia hali hiyo, taasisi ya Tulia Trust chini ya mkurugenzi wake Dr. Tulia Ackson imebadilisha historia ya mjane huyo baada ya kumjengea nyumba. Na hapa Elizabeth Jimmy anaeleza historia ya maisha yake huku akimshukuru mbunge wa jimbo la Uyole. Wanahitaji kama mimi. Amina. Pole sana mama. Asante mama. Pole sana. Nashukuru sana. Tunakuombea Mungu akuimarishe afya yako. Amina. Kishamia kwenye nyumba yako. Amina. Basi Mungu akupe maisha marefu. Asante. Aendelee kukuimarisha. Asante, nashukuru sana. Pole. Nashukuru mbunge. Pole. Nashukuru mama. Pole mama. Mungu akubariki. Amina, amina. Akubariki pamoja na uzao wako. Amina. Asante. Amina. Asante sana. Amina. Kwa kuniheshimisha. Amina. Sikutegemea mimi kama nitapata jengo kama hilo. Amina. Sikutegemea. Amina. Namshukuru huyu mtoto. Amenibeba sana, ameniuguza. Mpaka aliona, hakuona aibu, alienda redioni kwenda kuomba msaada. Kusudi aniponye mimi. Katika kumuunga mkono Dr. Tulia Ackson,
Diwani wa kata ya Itezi James Kapolesia amechangia kitanda na godoro kwa ajili ya mhitaji huyo. Nami niseme tu moja kwa moja, Mheshimiwa Mbunge, na sadaka yangu na mimi nimekuunga mkono kwa namna unavyokwenda kufanya pale. Nimeona huyo mhitaji, na yeye unapoenda kumkabidhi nyumba aende kupata usingizi mzuri, na kitanda na godoro hapa takukabidhi wewe. Hapa utakwenda kumkabidhi, kitanda kitakuja. Kwa naomba hiyo zawadi uipokee wewe. Hizo zote ni jitihada ambazo tunaendelea kukuunga mkono. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi nyumba ya mhitaji Elizabeth Jimmy, Dr. Tulia amewataka wananchi kuendelea kushirikiana katika zoezi la kusaidiana kwenye jamii. Jitahidi kila mmoja wetu, pale unapoweza msaidie jirani yako. Usimwache alale na njaa wakati wewe chakula umefunika kwenye sufuria unasubiria ule na kesho. Niwaombe sana tuendelee kushirikiana katika hili zoezi la kusaidiana kwenye jamii. Kila mmoja kwa uwezo wake. Mungu hata mdai mtu kitu ambacho hana, na wewe huwezi kutoa kitu ambacho huna. Ndio maana huwezi kwenda kuiba ili ukatoe. Unatoa ulichonacho. Kwa hiyo jitahidi katika kila ulichonacho, sababisha tabasamu kwa mwingine. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine, mtazamaji, kutoka kule mkoani Geita. Uongozi wa kituo cha afya Katoro umewaomba wananchi kujitokeza kuchangia damu katika kituo hicho kwa kuwa kina mahitaji makubwa ya damu. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana taarifa zaidi. Kaimu mganga mfawidhi kituo cha afya Katoro, Dr. Sostenes Patrick, ametoa wito huo baada ya kituo hicho kutembelewa na wafanyabiashara wadogo wa Katoro kwa ajili ya kupanda miti, kufanya usafi pamoja na kutoa misaada. Dr. Patrick akizungumza mahitaji ya kituo hicho amewaomba wananchi kujitokeza kuchangia damu, akisema kituo hicho kinahitaji uniti 1000 za damu kwa ajili ya kina mama pekee wanaofika kwa mwezi kituoni hapo ili kujifungua. Kwa mwezi tunahitaji at least kupata wastani wa uniti 1000. Ndizo zinaweza zikawatosha akina mama hao wanaojifungua, kwa sababu pia si yote wanafika kwenye hatua ya kuongezewa damu, lakini hasa inapotokea ishu ya upasuaji. Kaimu afisa misitu mamlaka ya mji mdogo wa Katoro James Rubisha amesema amejumuika na wamachinga wa Katoro CCM waliopo karibu na kituo cha afya cha Katoro ili kuunga mkono juhudi za kutunza mazingira. Nimeweza kushiriki na wananchi ambao ni machinga katika eneo la Katoro, upande wa maeneo ya CCM, mtaa CCM, kata ya Katoro. Nimeona ni vema kuungana nao katika juhudi zao za utunzaji wa mazingira, ambao ni zoezi endelevu wanalolifanya kwa kila wakati. Hii ni desturi yetu. Mara nyingi huwa tunaguswa kuja kuwatembelea ndugu zetu wagonjwa na kuja kufanya usafi katika maeneo yetu ya kituo cha afya. Hii ni desturi yetu ya kila baada ya muda huwa tunakujaga. Mwenyekiti wa machinga maafa Katoro CCM Saidi Emmanuel na katibu wake Samuel Masaga wameomba machinga wengine kuendelea kujitoa katika matendo ya huruma. Wako nje na maeneo haya. Kuna machinga wengi Katoro hii, hata nje ya Katoro mkoa wa Geita. Wahakikisha kwamba maeneo walipo wajitolee kwa ufasaha na kwa bidii kuja kuwasalimia wagonjwa na kuwaona. Kingine ambacho naweza nikazungumza kwa sisi kama machinga. Sisi machinga huwa tuna changamoto mbalimbali ambazo tunaomba serikali iweze angalau kutushika mkono. Pale ambapo ikitokea kwamba tunahitaji kwa ajili ya kuja kufanya usafi, basi kuna vitendea kazi watu kidogo tunapungukiwa. Vikiwemo mfano kama majembe, huwa tunapungukiwa majembe. Kuna vitendea kazi kama stresha. Wamachinga wote kwa umoja huu, kwa kweli kwa ajili ya zoezi hili la kufanya usafi mazingira yetu ya hospitali. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba swala hili ningependa liwe endelevu, na itakapotokea mara nyingine tena tuweze kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya shughuli hii. Maana shughuli hii ni kwa ajili ya usafi
wa mazingira ya hospitali. Nimejumuika zoezi hili la kufanya usafi kwa niaba ya kuweka mazingira yetu ya hospitali jirani iliyoko jirani yetu yawe safi na kudumisha umoja huu wa kufanya usafi kila mwaka. Na malengo ya kufanya usafi katika hospitali hii ni kwa sababu hospitali mama, tukiuguza tunakuja kusalimia wagonjwa, hata sisi tukiugua tunakuja kulazwa katika hospitali hii. Ni katika kituo cha afya cha Katoro hapa halmashauri ya wilaya ya Geita, sehemu ambayo zoezi la kufanya usafi limefanyika. Nikiripoti kutoka hapa katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro hapa mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tunayo usiku huu. DC 6 akomesha mgogoro wa mpaka uliodumu kwa zaidi ya miaka 14. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV na mimi ni Zinazire Mswima. Mkuu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Kilolo Mheshimiwa Estomini Kiando pamoja na kamati za ulinzi na usalama za wilaya hizo mbili wamefanikiwa kumaliza mgogoro wa mpaka uliodumu kwa zaidi ya miaka 14 kati ya wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo. Uamuzi huo umefanikiwa Aprili 3, 2026 baada ya majadiliano ya tathmini ya kina iliyowahusisha viongozi wa pande zote mbili pamoja na wananchi wa maeneo husika. Tupata maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kumaliza mgogoro uliokaa kwa kipindi kirefu sana. Mgogoro huu ni kati ya wilaya ya Kilolo na wilaya ya Iringa katika vijiji vya Ilambilole na Ilole. Mgogoro huu ulichangiwa na mambo kadhaa. Moja ni mipaka iliyokuwepo mwaka 1975 ambayo iliainisha kijiji cha Ilole. Kwa hiyo wananchi walikuwa wameshazoea maeneo fulani ya mipaka hiyo. Lakini ilipokuja kukatwa sasa wilaya ya Kilolo mwaka 2002, kuna mipaka iliyotengeneza wilaya ile pale ambayo GN, yani government notice, iliyoandaa wilaya ile ilionyesha mipaka. Na mipaka ile ilichukua vitongoji kadhaa na vikawa sasa kijiji cha Ilambilole. Kwa hiyo kwa maelekezo haya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulikutana leo kamati za ulinzi za wilaya katika hizi wilaya mbili, yani ya Iringa pamoja na Kilolo. Kwa hiyo tumekaa tukaangalia, tukaona liko eneo kubwa ambalo lilikuwa linaaminika ni la kijiji cha Ilole, lakini GN inaonyesha iko kijiji cha Ilambilole. Kwa hiyo tulichoamua kufanya ni kutumia hekima na kuanza kupata taratibu jinsi ya kurekebisha. Upande mmoja upate, upande mmoja ukose, na upande mmoja upate, upande mmoja ukose. Kwa hiyo tukaona kwa mapendekezo ya wataalamu, tukaona tutoe kipande cha eka 5,000 kirudi katika kijiji cha Ilole na kipande kingine kiendelee kuwa upande wa Ilambilole. Kwa hiyo kulikuwa na mvutano kidogo kwa sababu viongozi, diwani na wenye viti wameshazoea hicho kipande chote kiko upande wa Ilole. Kwa hiyo tukaamua kutengeneza mpaka ambao huo mpaka kwa urahisi kuonekana ni hili korongo. Kwa hiyo tukasema sasa hili korongo ndio liwe mpaka wetu sasa mpya, ambayo sasa huku ni eka 5,000 zinahamia eneo la Ilole na huku kuna baki eneo la Ilambilole, ili kutotengeneza migogoro mingine tena ya kwanza kuweka beacon kwenye mashamba ya watu na kuanza kuwachanganya. Lakini tulichowasisitiza ni kwamba ardhi yote hii inamilikiwa na umma, ambaye custodian ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hakuna kinachobadilika. Miradi iliyopo ni ya serikali na imetumika kwa fedha za serikali, lakini huduma za jamii zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo haijalishi mpaka unaonyesha uko wapi, huduma utapata kama kawaida. Ila kitachobadilika tu ni kwamba utasomeka huko kijiji fulani, utasomeka huko kijiji fulani. Hiyo ndio ilikuwa ngumu kidogo kuelewesha wenzetu ambao walikuwa kidogo wanahisia kwamba wanatamani waendelee kubaki kijiji fulani. Lakini namshukuru Mungu, hekima imetumika na kamati za ulinzi za wilaya mbili tumeweza kubaliana. Kwa sasa taratibu za kisheria zitafuata, kwa maana mikutano ya vijiji viwili watafanya, kila mmoja ataleta muktasari wake na atapeleka kwa mkurugenzi, mkurugenzi ataleta kwenye ofisi yangu na sisi tutawakilisha katika
DCC, kamati ya ushauri ya wilaya, itapelekwa mkoa, na mkoa utapeleka mpaka kule hatua za wizara, na wizara atapeleka bungeni kwa ajili ya hayo marekebisho, na mpaka mpya sasa utakuwa unasoma ni huu hapa. Lakini pamoja na hayo ni pia tulikuwa na wadau wajai ambao walikuwa wanatamani waanze kufanya maendeleo, na sasa wenyewe ndio wajikuta katikati ya mgogoro huo. Yani hawaelewi, mara kwanza walikuwa wanajua wako Ilole, lakini sasa leo watajikuta wako Ilambilole. Lakini tunachohakikishia ni kwamba haijalishi uko wapi. Tanzania ni nchi nzuri yenye amani. Haijalishi uko upande gani. Kote unapata huduma. Wanaobadilika tu ni wale viongozi, kwamba walikuwa na ripoti kwa kiongozi huyu, sasa huko kwa kiongozi huyu hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumeweza kulimaliza hili, na mimi maelekezo haya atatekeleza tulioacha, na mgogoro sasa tutakuwa tumeumaliza rasmi. Mie kwa jina naitwa Estomini Matuyo Vekiando, mkuu wa wilaya ya Kilolo. Kweli kwanza mimi nimefurahi kuwa tumefikia mwisho leo. Kama anavyosema ulikuwa mgogoro wa muda mrefu, wanatuambia toka mwaka 2013, ni siku nyingi, lakini leo tumefikia uamuzi ama makubaliano kuwa mpaka urekebishwe tufuate korongo. Korongo kwanza moja ni alama ambayo ni conspicuous, inaonekana inaeleweka, lakini tumefanya hivyo. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi tutaungana na Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.
za kimataifa. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Karibu, unaitwa Pius Ga. Mashirika mapya ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Benki ya Maendeleo ya Afrika wameonya kuwa Afrika itakuwa katika wakati mgumu ikiwa vita vya Irani vitaendelea kwa miezi mingine 6. Ripoti mpya iliyotolewa na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Halmashauri Kuu ya Umoja wa Afrika UNDP na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afrika UNECA wametoa waraka mpya wa sera unaochambua athari za mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati kwa uchumi wa Afrika. Ripoti hiyo inasema ukuaji wa uchumi unaweza kupungua kwa asilimia 0.2 mwaka huu 2026 ikiwa mgogoro utaendelea zaidi ya miezi 6. Ripoti hiyo inaonya kuwa usumbufu wa usafirishaji, nishati na mbolea unaweza kusababisha kupanda kwa bei za chakula na mafuta na hivyo kuleta mgogoro wa gharama za maisha barani Afrika. Taarifa nyingine ni kwamba Irani na Israeli zimeendelea kushambuliana kwa makombora na droni wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likitarajiwa kupiga kura kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Irani imeendelea kurusha makombora kuelekea Israeli na nchi za Ghuba, ikisisitiza kuwa bado ina uwezo mkubwa wa kijeshi na akiba ya silaha, licha ya kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba uwezo wa kijeshi wa taifa hilo umedhoofishwa pakubwa. Kwa upande mwingine, Israeli imesema imemuua kamanda mwandamizi wa Irani Jamshid Eshagi katika shambulio lililofanyika Tehrani, hatua inayoongeza shinikizo kwa uongozi wa kijeshi wa Irani. Nchini Lebanon, mashambulizi ya Israeli dhidi ya makundi yanayoungwa mkono na Irani yameripotiwa kuua watu 27 ndani ya saa 24 zilizopita. Wakati huo mashambulizi ya anga ndani ya Irani yamelenga miundombinu muhimu ikiwemo daraja ambalo linaripotiwa kuwa refu zaidi katika Mashariki ya Kati na kusababisha vifo na majeruhi. Tuhitimishe na taarifa ifuatayo. Mashambulizi ya droni katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani yameripotiwa kuua na kujeruhi raia katika eneo la mpakani na nchi jirani ya Chadi. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limesema mashambulizi hayo yanahatarisha maisha ya raia pamoja na wakimbizi wanaokimbia vita. Chadi ilifunga mpaka wake na Sudani mwezi Februari baada ya vikosi vya wapiganaji wa RSF kuvuka mipaka, huku pande zote zikilaumiana kwa mashambulizi ya droni. Tangu vita kuanza mwaka 2023, maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya milioni 12 kukimbia makazi yao, huku karibu milioni 1 wakikimbilia nchini Chadi. MSF imesema hali ya usalama imekuwa mbaya kiasi cha kushindwa kutoa huduma muhimu za matibabu, huku ikiripoti matukio 13 ya majeruhi, wengi katika miezi miwili iliyopita. Aidha, wakimbizi wengi kutoka Darfur wanakabiliwa na ukatili mkubwa, huku eneo la mpakani pia likikumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa surua. Tamati ya habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa kuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojili leo katika michezo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizoko mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani katika habari za michezo pamoja na burudani. Jina langu Lai Saidi. Kuhusiana pia na vinara wa ligi kuu soka Tanzania bara, Dar es Salaam Young Africans siku ya kesho atarejea tena dimbani katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, ambapo Yanga watawaalika Wajelajela Tanzania Prison katika mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo huo ambao utapigwa majira ya saa 12:30 jioni ni mchezo ambao unarejesha Yanga katika morali kutokana na Yanga wakati wanaenda katika break ya FIFA. Kikosi cha Yanga kilikuwa hakina matokeo mazuri, ambapo wanachama pamoja na mashabiki wa klabu hiyo ni kama walianza kuhoji kuhusiana na ubora wa kikosi hicho. Na katika kuelekea mchezo huo, kocha msaidizi wa Yanga Matthew Silva amesema pamoja na kutopata ushindi kwenye mechi 4 zilizopita, lakini ukweli ni kwamba Tanzania Prison ni timu yenye ushindani na mechi yao ya kesho itakuwa ngumu, huku golikipa Abutwalib Mshali akisema kwamba ligi imekuwa bora, timu zimeweza kuimarika. Wakati huo pia kocha mkuu wa kikosi cha Tanzania Prison Shadrack Nsajigwa amesema mechi dhidi ya Yanga ni muhimu kwao na wanahitaji ushindi kama watazikosa alama 3. Talking about our next opponent, talking about Tanzania Prisons, we've just come from an international break. Good moment for us. We took the opportunity to recover our players. It was an important moment for us to regroup, reorganize, and obviously recover some injured players. So yeah, we feel now we are ready. We are ready to get back to competition. We know we're going to face a good competitive team, a team that in the last 4 games, despite not having won a game, they've been competitive with some very strong teams. So
So we know what we're going to face, and that's what we're preparing for. Okay. Nadhani wote tupo hapa kwa sababu ya kuipambania timu na kuweza kupambania timu na kupata matokeo yalikuwa sahihi katika michezo. Kwa hiyo kila golikipa ambaye atapata nafasi ataenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Kimbinu tupo tayari kama nilivyosema, kwa tushafanya mazoezi Mbeya, tulikuwa na mazoezi ya siku 6 ngapi, kwa sisi tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na Yanga. Nafasi ya Tanzania Prison ilipo hailizishi. Kwa ndio maana nasema tutajitahidi kufanya kazi kwa bidii na wachezaji wetu au na technical staff kwa jumla. Hii tujaribu, tunaangalia jinsi gani tutatoka. Na hii mechi kwetu ndio ni muhimu, ni moja ya mechi ambao tunahitaji matokeo. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameweka wazi kuwa licha ya shauri lao kuweza kutupilia mbali na shirikisho la mpira wa miguu hapa nyumbani TFF kuhusiana na madai ya usajili wa mchezaji wa Yanga Damaro Kamara, ikiwa ni usajili batili kwani unaifanya Yanga kuwa na wachezaji wa kigeni 13 badala ya wachezaji 12 wanaoruhusiwa kikanuni, ambapo Mangungu amesema hiyo sio mamlaka ya mwisho, wataendelea kufuata taratibu zilizowekwa na shirikisho la soka duniani FIFA. Taarifa ya kutupilia mbali shauri hawakutoa taarifa walipopokea. Walipopokea tu hawakutoa taarifa. Sasa ina maana hiyo inawezekana ikawa kuna mlengo ambao wao wako nao, lakini hapa sio mamlaka ya mwisho. Sisi tutaendelea kufuata taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa taratibu za shirikisho la soka duniani FIFA na shirikisho la soka Tanzania. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuzungumzia chochote. Kwanza tutasubiri tupate hiyo taarifa kwa maandishi. Tutarajie Simba wakienda kasi sasa. Tupate taarifa kwa maandishi. Tunavuka mtu tunapoufikia. Taarifa zijawafikia mwenyekiti. Tunavuka mtu tunapoufikia. Yale ni mashtaka. Kwa hiyo wao wametoa taarifa yao. Sasa sisi tunataka kuona kwamba hicho walichokiandika au uamuzi wao waliufikiaje. Kwa hiyo tutakapopata ndio tutajua nini cha kufanya. Kwingineko ni kuhusiana na mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera Faris Burhan ametoa wito kwa kuboresha miundombinu ya michezo katika shule za msingi Kitunga ambayo ipo wilaya Muleba ili kuongeza hamasa ya michezo kwa jamii. Akizungumza kwenye fainali za Ramadhani Coffee Cup, Faris amesisitiza haja ya kubadilisha milingoti ambayo ni ya mbao na kuweka chuma katika uwanja wa Kitunga Arena ili uwe wa kisasa zaidi. Katika kufanikisha azma hiyo, Faris amefanikisha upatikanaji wa ahadi za kifedha kutoka kwa mbunge wa jimbo hilo, huku yeye mwenyewe akichangia fedha za kununulia nyavu za kisasa na vifaa vya uratibu. Juhudi hizi zinalenga kuinua kiwango cha soka wilayani Muleba na kuhakikisha vijana wanapata mazingira bora ya kukuza vipaji vyao kupitia mashindano kama hayo. Wangapi wanapenda michezo? Michezo oye! Michezo oye! CCM oye! Ukimtaka mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi utakitaka, wewe unataka au utaki, ndio hivyo, ndio utaratibu. Lakini nisiwe mwizi wa fadhila, tuwapongeze na kuwashukuru sana kwa maana ya uongozi wa shule ya msingi inaitwaje hii Kitunga, wakiongozwa na mkuu wa shule. Mwalimu mkuu yupo hapa? Mwalimu mkuu yuko wapi? Naomba tumpigie makofi ya kutosha mwalimu wetu mkuu, kwa sababu si taasisi zote zina uwezo wa kutoa viwanja vyake na miundombinu yake kwa ajili ya michezo, lakini Kitunga shule ya msingi chini ya mwalimu mkuu wametoa miundombinu yao, wametoa mazingira yao ili tuweze kuendesha michezo kwenye uwanja huu mzuri. Mwalimu mkuu tunakushukuru na shule nzima tunawashukuru sana. Lakini tuwashukuru zaidi, kwa mara ya kwanza nimeona shule ya msingi inayomiliki uwanja mzuri wa michezo, na mimi nitakuwa balozi wenu kwamba tukihitaji uwanja mzuri wa michezo ya mipira ni hapa shule ya msingi Kitunga. Uwanja unakidhi vigezo na naomba niwapongeze sana. Lazima na sisi turudishe shukurani kwa vitendo. Uongo kweli? La kwanza ni lazima tuhakikishe tunaboresha miundombinu ya uwanja wetu. Wangapi wanasema tuko tayari kuboresha miundombinu?
kwa sababu tumeelezwa hapa kwenye uwanja huu, kwa hadhi ya uwanja huu wa shule ya msingi Kitunga, ni aibu, ni fedheha kuwa na magoli ya miti. Tunatakiwa tuboreshe miundombinu hii ili tupate magoli ya vyuma yatakayoweza kukaa kwa muda mrefu bila kupata usumbufu wa aina yoyote. Na kimataifa ni kuhusiana na beki wa pembeni na nahodha wa timu ya taifa ya Morocco Achraf Hakimi ameweka wazi furaha yake baada ya timu yake kutangazwa kuwa mabingwa wapya wa Afrika kufuatia uamuzi wa CAF kuwapokonya Senegal taji hilo. Hakimi amesema kwamba hata kama ilibidi tushinde AFCON kwa njia hii, tunalichukua, lakini tumeisubiri wakati huu kwa muda mrefu sana na tuko na furaha kubwa. Tukumbuke Morocco sasa wanasherehekea taji lao la kwanza la AFCON tangu mwaka 1976 baada ya mzozo wa fainali ya Januari 18 kuweza kuisha kwa uamuzi wa CAF wa kuwapa ushindi wa mezani. Na kwingineko pia ni kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea katika klabu ya Chelsea katika viunga vya Stamford Bridge, ambapo kocha Liam Losinia amefanya kikao cha dharura na beki Maki Kukurela kufuatia kauli zake za kukosoa sera ya usajili ya klabu. Kukurela alidai kuwa kusajili vijana pekee kunaikwamisha Chelsea kutoa mataji makubwa, akitolea mfano kichapo dhidi ya Paris Saint-Germain kwenye michuano ya UEFA Champions League. Katika kikao cha nusu saa na beki huyo, kocha Liam ametoa kauli kwamba amesikitishwa na mahojiano ya Maki Kukurela, huku akisema mchezaji huyo alipaswa kuzungumza na wao kwanza kabla ya kufanya mahojiano na kuwataka wachezaji wawe wawazi ndani ya klabu kama alivyofanya Reece James. Licha ya mvutano huo, Losinia amesisitiza kuwa Kukurela bado amejitolea 100% kwa klabu ya Chelsea. Tamati ya habari za michezo na burudani, mtazamaji, ni kurejesha kwake Zinazile Mswima aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Na sasa tuungane na TMA katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, mtazamaji, kuanzia saa 3 kamili usiku wa leo. Karibu ungane nami tunapenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa ambayo ni ya saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi pamoja na pwani ya kusini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa makavu.
Kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na pwani ya kaskazini, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Penda mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Mwanza, Geita, Kigoma, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma, Lindi, Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku 4 zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua nyepesi na mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi, mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua nyepesi, mvua na ngurumo. Ni kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo usiku huu. Afariki hapo hapo baada ya kugongwa na treni. Na kwa kimataifa, ripoti ya baini Afrika yakabiliwa na kushuka kwa uchumi. Na katika michezo, Yanga kuivaa Tanzania Prison kesho ligi kuu. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima na kutakia wikendi njema.